Dakta mtazamaji, karibu kwa awamu ya pili ya kipindi cha Tamrini, ambapo tutakuwa na mazungumzo ya moja kwa moja siku hii ya leo, tukilidadafua kwa kina swala nzima la siasa za mwaka wa 2027. Kumbuka mtazamaji, tumepata kuona kwamba siasa zimeonekana kunawiri katika maeneo tofauti hapa nchini. Ni masuala ambayo tutaligusia kwa kina hapa kwenye kipindi chetu cha mahojiano siku hii ya leo. Kumbuka mtazamaji, wewe pia unaweza sema nasi kwenye mtandao wetu wa kijamii. Kurasa wa Facebook ni @KBC Channel 1, kule mtandao wa X @KBC Channel 1, na kwangu ni Khalid Abdullahi. Kama unavyokumbuka mtazamaji, kila wikendi tunaona kuwa kila mwanasiasa anaenda kuelekea kule mashinani kujitafutia ama kujizolea wafuasi, ili kila mtu apate kupata wafuasi wengi ifikapo mwaka wa 2027. Mtazamaji, hayo yote tutakuwa wenye kudadafua kwa kina siku hii ya leo kwenye mahojiano yetu katika kipindi cha Tamrini. Lakini mtazamaji, si yuko peke yangu katika studio zetu. Tunayo wageni wangu hapa karibu yangu. Ni Gideon Mereru, ambayo si mgeni sana katika studio zetu, ambaye ni kiongozi wa vijana, na karibu yake ni Dan Kagode, ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Yeye pia si mgeni hapa katika studio zetu. Karibuni sana kwenye studio zetu. Asante zaidi. Asante. Naam, nianze kwako Bwana Dan, unaelezaje mazingira ya kisiasa nchini kwa kiduchu? Kusema kwamba matukio ambayo yafanyika katika chini ya mwezi mmoja yanaweza kufunulia jambo, kusema kwamba ni kama siasa za mwaka 2027 zimeanza kushamiri, kwa kuwa tunaona kwamba kuna vikundi tofauti vikiweza kuzunguka nchi nzima katika hali ya kutafuta uungwaji mkono ama kujaribu kupata mishiko mpya kuhakikisha kwamba ule upande ambao wanaweza kuangazia ukaweze kupata ushindi katika mwaka 2027. Ndio. Naam, Bwana Gideon, wewe kama kiongozi wa vijana, unahisi vijana wako na fursa gani katika siasa za mwaka 2027? Asante sana ndugu yangu Khalid. Mimi ndio Gideon Mereru, afisa mkuu wa shirika la vijana linaloitwa Okoa Vijana Initiative. Kweli kabisa umeniuliza swali nzuri sana ambayo inawiana na maisha ya kisasa ambayo tuko. Kweli tunapaswa kukubaliana kwamba takriban 75% ni vijana katika taifa la Kenya, na ndio wanaweza kuwa na uongozi wao, ndio wanaweza kuwa na maisha bora ambayo inaja kesho. Na kweli kabisa wanaendelea kujiandaa, wanaendelea kujipanga ili kuchukua uongozi ambao ulioko mbele yao. Kweli kabisa tumeweza kujua kwamba vijana wameweza kujua haki yao, na kwamba tunayo constitution ama sheria ambayo inaruhusu watu wajieleze, inaruhusu watu waweze kujialign na kile anachokitaka yeye mwenyewe. So kwangu mimi nitapiga hiyo jeki na kusema kwamba vijana wanaendelea kujiandaa, na ndio unaona kwa sasa kuna ile vuguvugu la siasa ambayo linaendelea kukua. Wengi wao ambao wanatokelezea ni vijana. Na kando na kutokelezea, wanasema kwa sasa hatutatumika, kwa sasa ni lazima tuchukue uongozi, kwa sasa lazima haki yetu ichungwe. Na kweli kabisa tumeona hiyo hadharani katika mikutano ya kisiasa, katika baraza ambazo zinaendelea, vijana wametokelezea kwa wengi na wanaendelea kusema haki yetu lazima lipigwe jeki. Yeah. Na swala la vijana kutumika kuzua vurugu tutakuwa tunalizungumzia hapo baadaye, lakini nataka nikuje kwako Bwana Dan, unahisi ni mambo gani ambayo yatakayoamua mshindi wa mwaka wa 2027 kwa maoni yako? Zile tabia zetu za Kikenya tutaziacha bado. Kwanza ni ile mashiko ya kijamii, kwamba lazima ukuwe na uungwaji mkubwa katika jamii tofauti. Kuna zile jamii kwamba ni jamii ambazo zina uungwaji mkono ama zina kura nyingi. Kwa mfano jamii ya Mlima Kenya, kunayo jamii ya Bonde la Ufa, jamii ya Magharibi. Alafu pia ule ujuzi wa kushika jamii ndogo ndogo ambazo zina uungwaji mkono mkubwa kama jamii ya Wakisii, jamii ya Wameru. Unapata kwamba haitaweza kuwa tofauti na mwaka 2027, mwaka 2017. Kwa hivyo lazima wahakikisha kwamba kama kuna kiongozi ambao ana ushawishi mkubwa katika eneo moja, lazima mshikane pamoja ili kuhakikisha kwamba mmeweza kusukuma mbele. La pili,
hatutaweza kupuuzilia mbali swala nzima la vijana, kwa kuwa pia wameweza kuinuka tangia ile mshike wa Gen Z hadi sasa hivi. Wamekuwa katika hali ya kuhakikisha kwamba usemi wao unaweza kujumulishwa katika hatua na uamuzi wa nchi nzima. Kisha tusiweze kusahau kabisa jukumu kubwa la kina mama. Hao ndio wapigaji kura wakubwa nchi hii. No. Kwa maana unapata kwamba ukishika mama basi umeshika kura. Hao upiga kura zaidi kwa uaminifu kuliko wazee na vijana. Kwa hivyo jamii mbili zote zitakuwa muhimu zaidi kufanya kwamba tupige kura. Alafu la mwisho pia lazima kujua kwamba rasilimali zitahitajika. Usipokuwa na rasilimali wakati wa siasa inakuwa ni changamoto. Tuna kwamba kama ni kiti cha urais, kuna hali ya kuhakikisha kwamba mnazunguka nchi nzima mikutano 4 siku mzima. Ni tofauti, unahitaji vitu kama helikopta, kutumia mandege, kutumia magari ya kisasa, kisha kwamba tunakimbia vizuri. Alafu pia ile uungwaji mkono wa mataifa mengineo. Kuna mataifa ambayo yana ushawishi mkubwa katika siasa za Kenya. Taifa kama Marekani, taifa kama Uingereza, taifa kama Uchina, taifa kama Urusi zina ushawishi mkubwa sana katika hali ya uendelezi wa nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo lazima watu wajipange vizuri. La mwisho ni Mwenyezi Mungu. Mbona tukaweze kumwomba dua kisha kwamba ametufikisha mwaka huo wa kuweza kupiga kura hiyo. Ndivyo. Kila kitu inarejea kwake Maulana mwenyewe. Naam, Bwana Gideon, vijana wanaweza fanya nini ili kubadilisha taswira nzima ama ile siasa ambayo watu wamezoea miaka zilizopita, ili tukijiandaa kwa hii mwaka wa 2027? Vijana wana roles mingi sana ambazo wanapaswa kufanya. Kwa kweli kabisa, nilipotangulia maongezi yangu nilisema kwamba asilimia kubwa ni wao. Na kile wanachofanya kwa wanapaswa kufanya ni kwamba wafahamu haki yao ni gani, cha muhimu. Na wakifahamu haki yao ni gani, bila shaka watatokelezea na kuja kusema hili ndio tunataka kama vijana. Umoja ni ushirikiano, na wanaposhikana wote pamoja, kwa kweli tutakuwa na uongozi ambayo kila mtu atakuwa na haki. Kweli kabisa, vijana wanapaswa kukata kura, kitu cha muhimu kwanza. Tusije kuwa tunasema vijana hawana haki, vijana hawajachukua uongozi, ili hali wao ndio wametepetea na hao ndio hawajachukua kura. So cha muhimu ni kwamba, je, tumeweza kuwafahamisha hao vijana kwamba ili muweze kuwa na haki, ili muweze kuwa na sauti, mtokelezee kwa wingi na mchukue kura. Iwapo uchaguzi utafika, utakuwa na kile kikao chako ambao ama ile cheti chako ambao utachagua yule kiongozi ambao unaona kwa dhamira zako ameweza kutekeleza kizuri zaidi. Pili, vijana pia lazima watokezee na kuchukua uongozi. Kuna nafasi mingi sana za uongozi, kutoka diwani, mbunge, seneta, gavana na hata pia rais. Vijana wametosha mboga, na kwa sasa hawatakuwa wao tu ndio wanatokelezea kupiga kura, lakini wao wenyewe pia watokelezee ili wachaguliwe. Ili tunaposema uongozi umetepetea, tutakuwa na wengi wetu ambao watakuwa huko ndani kuchunga hizi rasilimali zetu za wananchi. So kwa vijana ni lazima watoke katika hali ya uoga na kusema kwamba wakati ni sasa wao kuchukua kura, wakati wa sasa kuchukua uongozi. Cha pili pia ni lazima pia tujue kile kinachotufaa kama sisi vijana. Tusije kuwa tunatumika, maana kuna ile ahadi inatokelezea kwa wale ambao wamefanikiwa kuwa na mali, kwa wale ambao wamefanikiwa kuchukua uongozi maybe kitambo, na sasa wanatumia hizo mali kuzambaratisha maono na idea ya hao vijana. So kwa sasa ni lazima wao wasimame kidete kusema kwamba haki ni yetu, uongozi ni wetu, inji ni yetu, na ni lazima pia tutokelezee kuhakikisha kwamba usalama wa inji katika taalima zote zimeweza kuzingatiwa. So kwangu mimi nitasema vijana wajitokeze, wakate kura, wachukue uongozi, pia wajue kile wanachotaka kufanya pia katika jamii. Maana wanapokuwa na huo uhuru, kwa kweli kabisa tutakuwa na taifa ambayo kila mtu anajivunia kuwa mmoja wa nchi. Na kweli kabisa tunapaswa kushukuru kwamba nafikiri barani Afrika, Kenya ni nchi ambayo imejaliwa kuwa na katiba ambayo inawapatia Wakenya uhuru wa kuongea, kufanya kile unachotaka, isipokuwa ni ile tu ambayo inatengana kinyume na katiba yetu. So kwangu mimi nitasema Kenya ni nchi ambayo inapigiwa debe kote kwamba inaendelea vizuri katika uongozi, na ndio maana unaona sasa vile ndugu yangu amesema, cha muhimu the last statement yenye alisema ni kwamba tuombe Mungu dua atusaidie. Mimi kweli kabisa naunga hiyo mkono kwamba Wakenya ambao sasa tuko ni Mungu tu ndio wanaweza kutanguliza kwa kila kitu. Maana kama ni ujasiri wanayo, hawaogopi yeni chochote, na kinachotengana kinyume na matakwa ya jamii, wao wenyewe ndio watatoka wanaosema hapana. Na kweli tumeona hiyo mwaka wa 2024, mwaka wa 2025
kwamba zile vipengele ambayo haifai katika jamii, vijana wengi wametoka na kusema kwamba sisi ni lazima tulinde katiba yetu, ni lazima tulinde haki yetu. So kwangu mimi mwenyewe nitasema vijana wanaendelea katika ile njia ambayo inatokelezea na ile ambayo inatakikana katika jamii. Pili, kuna ile hashtag ambayo ilitokea ambayo vijana walisema niko kadi. Wao wenyewe ndio wameanzisha. Hakuna yule ambaye amewafurusha, hakuna yule ambaye ameweza kutokelezea na kuwasema kwamba ndawapatia tonge kidogo ili mseme hivyo. Ni wao wenyewe ndio wamesema wakati ni sasa na haki ni sasa. Na kweli kabisa nimeweza kusikia katika jamii kutengamana na wao pale. Wanasema kwamba tunaenda tunakula lakini haki tunapiga mahali ambayo inafaa. So kwangu mimi nitasema kwamba waweze kujua kile kinachofaana katika jamii, kile kinachofaana katika katiba ili tuweze kuzingatia ile maadili yanayotupa haki kama Wakenya. Yeah. Shukran sana. Uligusia swala la vijana na masuala nzima ya usalama na wao kutumika na wanasiasa kuleta vurugu. Bwana Dan, tumeona visa vya wahuni katika maeneo ya wanasiasa kupiga hafla zao za kisiasa. Je, swala hilo tunaweza likomesha aje na unawaambia nini wale vijana ambapo wanaonekana kutumiwa kama wahuni ama kutumia kuleta rabsha katika maeneo mengi ya kufanya siasa? Jambo la kwanza, swali la uhuni limeweza kukera jamii nzima. Si wa Kenya tu, bado dunia mzima, kwa kwamba tunaposha uhuni katika siasa basi tunahatarisha usalama. Hata ule ambaye hafata kuathirika ataathirika. Kwa hivyo lazima serikali kiweze kujizatiti kisha kwamba tumeweza kukabili sio muhuni tu, lakini chanzo cha uhuni na mwenye muhuni ule. Unaposhika muhuni peke yake basi hujasuluhisha, maana kesho yake pia muhuni mwingine ataletwa. Kwa hivyo lazima tutumie sheria na vitengo vya usalama kisha kwamba suala nzima la uhuni limeweza kumalizika. La pili, katika jamii yetu kuna wale ambao wanakusanyisha wahuni. Kwa mfano mtaa wa Kibera kuna jambo fulani, utaka vijana 100, pigia mtu fulani atakupa vijana 100. Kutaka vijana 10 Madari, pigia fulani. Lazima watu kama wale pia tukaweze kuwakabili kijamii. Jamii pia iweze kukataa wahusika kama hao kuweza kutumia vijana wa mtaa fulani kupiganisha ama kuweza kuhusika katika uhuni. La mwisho, lazima tujue kwamba lazima tudhamini nchi yetu. Siasa itakuja, siasa itaenda. Lakini nchi ya Kenya lazima iweze kusimama. Napokumbuka ile wimbo wa taifa, hakuna sentensi wala neno linasema kwamba uhuni unafaidi nchi. Wimbo wa taifa unaimarisha misingi za utaifa. Nazungumzia kuhusu uraia wetu na wananchi wetu. Kwa hivyo kabla tutoke nje, kumbuka yale maneno katika wimbo wetu wa taifa. La pili, lazima tukumbuke kusema kwamba haki za kila mtu lazima zikiweze kulindwa. Muhuni ana haki kuliko mwenye ambaye hajakuwa gun katika njia ile. Kwa hivyo tulinda haki zetu, pia linda haki za mtu mwingine. La mwisho, vile rais alisema, wacha tukabili swala hili leo hii. Maana mwaka 2027 wakati wa kura, kama tutakuwa tumesuluhisha, basi hata kura zenyewe hazitakuwa na maana. Naam. Ndivyo. Bwana Gideon, nani anafaa kuwajibika kuhusiana na swala hizi za wahuni na jamii inafaa kufanya nini kama alivyosema Bwana Dan, ili tumalize swala hili la wahuni na vijana kutumika kuleta rabsha? Asante sana ndugu yangu Khalid. Hilo ni jambo ambalo linakera taifa kwa sasa, ambayo tumeona wahuni ambao wanatokelezea kuhakikisha kwamba wamezambaratisha amani ambayo wananchi wako nayo. Na kwangu mimi nitanyoshea kidole cha lawama ile kitengo ambayo inahusiana pia na usalama, maana kunao wale vijana ambayo unaona wanatokelezea hadharani wakati tunapokuwa na maafisa wetu wa usalama ambayo wanasimamia vitengo tofauti. Wanasema kwamba sisi ndio tunalinda upande hii, wengine wanavuta kwa upande ile nyingine. Ni lazima tujue kwamba hii ni taifa letu na hii ni nchi yetu, hii ni nyumba yetu. Lazima pia protect na lazima pia tuichunge, maana tutakapopigana sisi kwa wenyewe hatutakuwa na taifa ambalo maybe mtu atajivunia na kusema kwamba mimi ni Mkenya halisi. Na hilo kwamba ni lazima tuhakikishe kwamba usalama umeimarishwa kwa njia gani. Sisi wenyewe tutakapoona kila ambayo iko katika jamii yetu na haihusiani na ile tunachofanya sisi wenyewe, tutokelezea na tupige ripoti kwamba
kuna hii usalama ambayo haifai katika eneo letu. Cha pili pia ni viongozi ambao wanatumia hawa vijana ambayo ndio wako wengi katika maybe mahali wametoka. Je, tuache kutumia hawa vijana, maana ni njaa pia inawasukumia kwamba wao wanahatarisha usalama. Maana unapomlipa huyo kijana shilingi 200, shilingi 500, kwa kweli kabisa atatokelezea, na kwamba kama ni kile umemwambia atekeleze, atatekeleza. So kwetu sisi wenyewe, kila mmoja wetu ni lazima wajibike na kusema kwamba ili taifa lisonge mbele ni lazima tuwe na amani. Maana tutakapokuwa na amani, yule mama ambaye anafanya biashara ya mboga, yule kijana ambaye anafanya biashara ya viatu, ama ile biashara anachoifanya yeye mwenyewe, atakuwa na uhuru. Lakini kama tuko na hao wahuni ndani yetu, mimi mwenyewe pia sitatokelezea na kufanya biashara yangu, maana nitajua kwamba usalama wangu haujapewa kipaumbele. So kwangu mimi mwenyewe ni vitengo vya usalama ndio nitawarai kwamba washike doria, watokelezea na kuhakikisha kwamba katiba ambayo iliwapa haki kuhakikisha kwamba ya usalama ya Wakenya iko imara, wafanye kile wanachofanya. Cha pili pia kuna siasa ambayo inaendelea kukua katika taifa la Kenya. Kila mtu anasema mimi navuta pande hii, navuta pande hii. Ni lazima tujue kwamba baada ya siasa tutakuwa na taifa ambalo tuliwafukuza wabeberu ambao walitukataza sisi haki yetu. Na ni lazima kwamba tujue hii ni nyumba yetu. Usipokuwa na amani kwa nyumba yako itakuwa vibaya. So kwangu mimi ni wale viongozi ambao wanasimama katika viti tofauti kwamba wajue nchi ni yetu na ni lazima tuwa protect, ni lazima tuichunge na tuache ile tofauti yetu kwamba mimi ni kabila hii, mimi ni kabila hii. Ni lazima tukue na nembo moja kwamba sisi ni Wakenya. Na ndio tunapoona hata bendera ya taifa haina ile kwamba eti huyu ni huyu ni wa hii kabila. Inasema sisi sote ni Wakenya na hii Kenya tumepigania na ni lazima tuilinde. So Daktari Bwana Dan, nataka sasa tulegeze kamba, tuelekee swala nzima la vyama ama siasa za vyama. Wikendi siku ya Jumamosi na Jumapili tumeona kwamba vuguvugu la Linda Mwananchi limetikisa eneo la Magharibi, na wakiongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna na gavana wa Siaya James Orengo na baadhi ya viongozi ambao wako katika vuguvugu hilo. Je, unahisi vuguvugu hilo lina tia fora ama linatia wasiwasi kwa viongozi ambao sasa hivi wanaonekana kuwa wameshikilia katika maeneo ya Magharibi? Swali hili tunaweza lishughulikia katika pande mbili. Ningependa kusema hivi kwamba kunao wakati wa wave ama upepo fulani unapiga. Kulikuwa na upepo wa tawe. Ukapita, ukapita. Nije kwamba leo hii upepo hauko tena. Tunapomwangalia aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha ODM, ndugu yangu mkubwa Edwin Sifuna, ana azma, ana tamaa, ana haja kuweza kuongoza nchi hii. Kwa hivyo hatuwezi tumia tukio moja kusema ya kwamba basi ameweza kung'oa wale vigogo ambao wako pale chini. Siasa za Magharibi si siasa rahisi. Leo watu tunaziona kwa TV. Siasa rahisi kabisa. Utapata kwamba eneo ambalo liweza kulitembelea zaidi, eneo ambalo tunalifanya kama eneo la jamii ndogo la Wabukusu miongoni mwa Waluya, eneo la Trans Nzoia, eneo la wapi? La Bungoma. Kwa hivyo kuna wazo mikoa mingine mitatu ambao hatuwezi sema kwamba pia imeweza kuamua kumfuata kiongozi Edwin Sifuna katika upande wa Linda Mwananchi. Lakini la busara na ni kusema tu kwamba siasa bado, wale vigogo pia wana usemi wao. Wakishuka pale utaweza kuona. Lakini kukumbusha tu kwamba jana, ukiona jana peke yake, anayetaka kuwa gavana wa Bungoma, ndugu yangu pia Didmas Sifuna, pia jana alitifua peke kivumbi peke yake jana. Akawa na umati, akawa na msongamano mkubwa wa watu, kisha kwamba bado umati utakuwepo. Hata ule chini zaidi akitaka umati ataupata. Maana umati ni pesa. Ukitaka umati utanunua na pesa. Kwa hivyo si mitu ya kwamba Sifuna ameweza kutishia ama kutifulia kivumbi viongozi sasa hivi. Sema kwamba ni hatua baada ya hatua. Lakini zaidi ya yote na kuhakikishia kwamba wale vigogo watarudi. Asante. Na ulisema kuna swala la wave ama upepo. Upepo ya. Nini inafanya upepo huo kuzima ama kupotelea mbali? Mara mingi kile ambacho watu wanataka kukiona, wanapokosa kiona kwa muda mrefu, hiyo haja ukufa. Kwa mfano, unapoangalia ule upepo, unazungumza kuhusu
kitu kimoja ya kwamba serikali imekuwa mbaya, serikali imekuwa hivi, ni sawa, lakini unawapatia suluhisho ipi? Unapozungumza kuhusu unataka kuwa rais, ni policies gani umeweza kuzileta kuhakikisha kwamba unabadilisha mambo? Kwa hivyo upepo huwa na lugha, upepo inapokuwa na lugha moja peke yake, basi tunapoteza ile tamaa na ile haja ya kushikashika ama kusahihisha ile mishiki kiweze kuwa kitu kimoja. Naam. Ni kuja kwako Bwana Gideon Mereru, kuna swala la vyama ambavyo tulikuwa tunaligusia, siasa za vyama, na tumeona kuwa chama cha ODM sasa kimegawanyika kwa vigogo viwili, Linda Ground na Linda Mwananchi. Kwanza mtazamo wako, chama hicho sasa kiko vipi? Kiko tisti kama vile aliacha marehemu Raila Odinga ama unasemaje? Asanti sana rafiki yangu Khalid. Na kweli kabisa nilipotangulia kusema kwamba nchi yetu ina katiba ambayo ina uhuru wa kila mtu kusema maoni yake. Nimesikia mheshimiwa mwenzangu hapa ambaye amesema tu, naomba tu nirejelee hilo, maana ni vizuri pia kwamba kuna vale vigogo ambayo ndio wanasema wao ndio wana usemi. Kwa sasa ni tofauti, na mimi kwamba eti sisemi nitaunga ile mrengo mkono, lakini kwa sasa vijana ambao tuko nayo wao wenyewe pia ni vigogo na wana ile msimamo ya kusema kwamba wewe ndio utakuwa msimamizi wetu mkuu. Naomba nirejelee sasa swali lako ambalo umeniuliza kwamba kuna chama ambayo ni chama tajika katika taifa la Kenya. Hivi majuzi iliweza kusherehekea miaka 20 kuwa katika taifa la Kenya ambayo ni ODM. Mimi nitasema zizungumzio ni behalf of ODM, lakini kwa maoni yangu ni kwamba chama hicho kilisimama imara na bado kinasimama imara, lakini mwanzilishi wake ambayo ni hayati mzee Raila Amolo Odinga aliweza kusimama kidete imara na kuhakikisha kwamba chama hicho kimeleta wabunge idadi fulani katika bunge la Kenya. Viongozi chipukizi wameweza kutokelezea katika chama hicho. So kwangu mimi mwenyewe nitasema ODM ni chama ambayo imesimama imara, na kwa sasa tumeweza kuwa na mtafaruku ama tofauti hapa na pale baada ya kifo ya hayati mzee Raila Amolo Odinga. Lilitokelezea kivipi? Kuna wale viongozi ambao mimi nitasema nimeona kwamba wewe ndio deputy ama naibu wa chama, ama yeye ndiye alikuwa naibu wa hayati Raila Amolo Odinga, walikuwa wawili. Kuna wale pia wanasimamia viti tofauti, lakini kichwa kinachoondoka kwa kweli kabisa, watoto wenyewe wanatofautiana, maana kila mmoja anataka afute pande yake, anataka aseme yeye ndiye ana sauti. Na ndio nafikiri changamoto ambayo ODM imepitia ni kwamba kila mtu anataka kusema yeye ndio msemaji wa chama, yeye ndiye atachukua uongozi, na ndio maana tumeweza kutoona tofauti mbili ambayo tuko na moja kinachojiita Linda Ground na tuko na ile ambayo inasema Linda Mwananchi. Na kweli kabisa kila upande ina uzito wake. Maana Linda Mwananchi ni upande ambayo aliyekuwa the Secretary General wa chama wakati hayati mzee Raila alipokuwa uhai, ndio yeye amechukua upande huo, na alikuwa na uzito, alikuwa na nguvu, maana pia baba aliweza kumpatia nafasi ya kuendeleza chama lisonge mbele. Tukienda upande wa Linda Ground, mimi kweli kabisa ndasema ni ile upande ambayo iko katika mawaziri ambao waliweza kuteuliwa na Raila. Kulikuwa na wale ambao walikuwa tu uongozini, na kwa sasa hao hawawezi waacha uongozi, maana tayari wameendelea kukula keki na wameendelea kuwa na chamsha kinywa kutoka huko. Wale wengine wanasema sisi tuko kwa upande wa wananchi. So kwangu mimi mwenyewe ni wakati wa siasa na sitailaumu hiyo, maana tumeelekea siasa na imefika. Vigogo ni wa sasa. Naomba tu nirejelee kauli hilo kwamba hakuna vigogo wengine ambao watafika, ni hawa wa sasa. Vijana watokelezea na kusema kwamba ni pande gani ambayo inasimamia haki yetu kama jamii. Na kusema hivyo kwamba ni lazima tujue kwamba kila mtu ana uhuru na anajua kile anachokitaka. Kama wewe mwenyewe umeona Linda Ground ndio linalifaa na linaendelea kutetea haki ya wananchi, ana haki bara tu alete ile haki ama alete ile presentation inasema sisi tunasimamia kidete haki ya Wakenya. Kwa upande wa Linda wananchi, unaona kweli kabisa juzi tumeona kijana shupavu ambaye ndaweza sema ni kijana lakini ni mheshimiwa SG Sifuna alichofanya huko Bungoma.
alichofanya huko Kitale, anaendelea kuleta ile umati wa watu na kusema kwamba ni nyinyi wenyewe ndio mmesema. Na ukiona si yeye mwenyewe ndiye anasukuma hiyo azma. Kuna vijana ambao wako mbele wanasema kwa sasa tunataka tukutoe katika initial ya SG tukiweka HE. Na kweli kabisa uongozi utafika, wakati wa kupiga kura itafika. Wakenya ndio wataamua ni upande gani ambao watafuata. Naam. Pia nataka nikukatize hapo, mwelekezo wangu anasema muda umetupa kisogo, nimlete mwenzangu Dan. Nataka tuelekee tulizungumzie swala la upinzani. Upinzani wanaonekana kusema kuwa watafanya mazungumzo ili kuleta mmoja atakaye peperusha bendera ya kiti cha urais. Je, unahisi upinzani una nafasi wa kuiondoa serikali tawala? Mara ya mwisho upinzani kuweza kushinda kiti cha urais Kenya hii ilikuwa mwaka 2002. Kuanzia pale hadi wa leo itakuwa miaka 25. Itakuwa ni yote ile katika upande wa serikali ndio ushinda. Na ningependa kusema hivi, mara 5 candidate wa serikali ameshinda urais. So kwa sasa hivi tunasema kwamba wamekuwa na 100% win in terms of a government being successive. Mara mwisho kutali ilikuwa ni hayati Kibaki. Naam. Na shida kubwa ya upinzani ya Kenya, shida ambayo hawajitambui, wajielewi. Rais husema kwamba hawana agenda, hawana mwelekeo. Na shida ambayo wanaenda kuifanya tena ni shida ambayo walifanya siku za CORD na siku za NASA. Walisema nini? Walienda seminar, wakaenda forum, wakaenda kongamano, wakaenda conference. Retreat pia wakaenda. Ukifika wakati wa kura, muda ni kiasi. Hata ile maelewano hayakufanyika vizuri zaidi. So upinzani ambao tuko Kenya hii sasa hivi ni upinzani wa kujidanganya. Ni upinzani ambao tunasema kwamba it is a circumstantial opposition. Tukio limeweza kuweka pamoja, lakini kushikana pamoja katika njia za sera na maelewano hawataweza kuipata. La mwisho, kutakuwa na hali ya kutoaminiana miongoni mwao mkubwa zaidi. Ule upinzani mwingine ungefanya bora sababu gani? Hayati Raila Amolo Odinga alikuwa kipaumbele, alikuwa shujaa mbele wengine. Kina watu wanakaa kama ni watu rika moja, uwezo mmoja, sampuli moja, mwelekeo ni mmoja. Zaidi yote hao watapigwa asubuhi. Maana wenyewe wakikosana hakuna pande ya tatu. Itakuwa pande ngapi? 2. Itakuwa pande ya A ama pande B. A ikikuwa ni Rais William Ruto, B ni wao. So utakuwa na wengine kutoka huko sehemu ya B wakaenda sehemu ya A. Kwa hivyo huu upinzani hauwezi kuwa nchi hii. La pili, nisaidie niseme kitu kidogo. Naam. Tunapozungumzia kuhusu kwamba ni wakati wa vijana kuweza kushinda viti katika nchi yetu. Nitakupa mifano ya nchi 2. Nitakupa nchi ya Senegal na nchi ya Nepal. Unapoangalia historia baada ya vijana kunyakua ama serikali kutumia nguvu, uchumi wa nchi zile na mwelekeo wa nchi zile imeweza kuwa na changamoto kubwa zaidi. Ningependa kurejelea Profesa Peter Kagwanja, alisema kwamba mara mingi unahitaji watu ujuzi kuendeleza serikali. Serikali haiendeshwi juu ya gari na propaganda na maneno matupu. Ni sera, ustadi, ujuzi, uwerevu na zaidi yote mshikamano ambao unaweza dumisha serikali kwa mbele. Kwa hivyo upinzani wetu bado hauna uwezo na hauna mshike huu. So Daktari, nataka niwapatie tu kila mmoja sekunde 30 tumalize neno lako la mwisho kwa vijana na wanasiasa. Sekunde 20 tu, mwelekezi wangu na nipigia kelele kwenye sikio. Nimeshukuru sana Halid, na kweli kabisa tunaelekea uchaguzi wa mwaka wa 2027. Vijana ndio nguzo ya taifa na ni lazima watokelezee kuchukua haki yao. Tumechoka kutumika, ni haki yetu kuchukua uongozi na wakati wa kukula keki sisi wenyewe tutakuwa hapo mahali ambao tutakuwa, na tutakapofukuzwa tutavunja hilo meza. Asante sana. Kwako? Nchi ni moja, ni Kenya. Kumbuka bendera, kumbuka wimbo wa taifa. Uchaguzi unakuja, lakini nchi iweze kusalia na amani. Asante. Shukran sana. Asanteni sana mtazamaji, kufikia hapo sina budi ila kulitamatisha kipindi cha Tamrini. Mwelekezi wangu ananiambia nipotele mbali. Mimi ni Khalid Abdullahi. Lucy Maura amenisaidia kupeperisha kipindi hiki kwa lugha ya ishara. Kwaheri.